Hamjambo, kwa majina yangu najulikana kama Mwalimu Cheche ama Rasto Asienga. Leo hii tunaendelea kujifunza sehemu ya bajeti, sehemu za bajeti. Na katika bajeti tumeangalia kuna sehemu mbili katika bajeti. Kuna sehemu ya mapato na kuna sehemu ya matumizi. Bajeti iko na sehemu mbili, ina sehemu mbili, mapato na sehemu ya matumizi. Na katika mapato inamaanisha kwamba ni shughuli za kuzalisha mapato, michango ya wanachama, ruzuku, riba kutoka benki, riba ya mkopo, mauzo, mchango, riba kutoka kwa mikopo kwa wanachama, matokeo ya kukusanya fedha za wafadhili. Hiyo ndio mambo ambayo tunaongea juu ya mapato. Mapato ni zile fedha unaingiza. Inaweza kuwa ni fedha ama ni vitu ambao unapata, ambao unaingiza ili zikaweze kutumika kwa lengo fulani ama kwa shughuli fulani. Ile ambao unaingiza kutumika kwa shughuli fulani, hiyo ndio tunaita mapato. Kama ni mkulima, unapopanda chakula, unapopanda mimea, wakati unapovuna, wakati ile umevuna, matokeo ya kuvuna ama shughuli za kuvuna, yale ambao umevuna ndio inakuwa mapato. Kama umevuna mahindi, hiyo ni mapato yako. Kwa hivyo unaweza uza hiyo mapato yako ukaweke kwa njia ya fedha badala ya mahindi yenyewe, kwa sababu umeuza. Kama ni ndizi umevuna katika shambani, hiyo ni mapato umepata. Hiyo mapato unaweza uza uibadilishe kwa njia ya fedha. Kama ni njugu umeuza, umepata kwa kulima njugu, hiyo ni mapato. Kama wewe una shule yako na wanafunzi wamelipa karo. Karo ndio mapato yako ambao umeingiza katika shule hiyo umeleta. Na hiyo mapato ndio utatumia kufanya shughuli kama zile za kulipa walimu, kununua vitabu, kununua vitu tofauti, chakula kwa ajili ya shule hiyo, ama kulipa malipo ya shule hiyo. Kwa hivyo hiyo ni shughuli ambazo zimetumika kwa mapato ambao umepata. Kama wewe unafanya katika benki, watu wanapoleta pesa kuwekeza fedha, hiyo ni mapato ambayo inakuja katika benki. Inapotoka inaenda kwa shughuli za kulipa wafanyakazi, inaenda kwa shughuli za kupatiana mikopo, inaenda kwa shughuli za kurudishia wale ambao wamewekeza fedha zao katika benki. Kama wewe pengine ni una hospitali, wagonjwa wanapokuja katika hospitali wakilipa fedha, hiyo ni mapato ambao unapata kwa kazi ambayo imetumika kwa kuwatibu wagonjwa. Kwa hivyo ni mapato. Na shughuli za hiyo mapato inaenda kwa kulipa wafanyakazi, kulipa mahitaji ya hospitali hiyo na kadhalika. Kwa hivyo hiyo inakuwa ni shughuli ambao mapato yanatumika. Kwa hivyo mapato inaweza kuwa shughuli za kuzalisha mapato. Shughuli za kuzalisha mapato ni kama nimekuambia kulima mimea then unavuna. Kwa hivyo inazalisha shughuli za kuzalisha mapato. Inaweza kuwa ni mchango. Unapokuwa na shida fulani, unahitaji kusaidiwa, unatafuta mchango. Hiyo mchango ni mapato. Unapokuwa na wanachama wanapochangia kwa ajili ya sera za ushirika fulani, hiyo ni mapato. Wakati unafanya ruzuku, hiyo pia ni mapato. Riba kutoka kwa benki, hiyo ni mapato. Riba kutoka kwa benki ama mkopo kutoka kwa benki, hiyo ni mapato. Riba za mkopo, hiyo ni mapato. Mauzo, unapokuwa na biashara zako unapouza, hiyo ni mapato. Riba kutoka kwa mikopo ya wanachama, hiyo ni mapato. Mnafanya kitu naita mzunguko wa kupeana fedha kama mkopo kwa wanachama. Wanachama wanaporudisha fedha hizo, ile faida wanarudisha na hizo fedha, hiyo ndio mapato ambayo inaingia katika chama. Na pia matokeo ya kukusanya fedha. Unapokusanya fedha, kuna ile wanakusanya kutoka fedha kwa ajili ya karo ya shule, fedha kwa ajili ya ukulima, fedha kusaidia wale ambao hawajiwezi. Hiyo ni mapato inaingia katika ushirika huo. Fedha za wafadhili. Wakati tunapoomba msaada, alafu watu wanakuja wanatusaidia kwa ajili ya shughuli ambayo tuko nazo, hiyo ni mapato. Sehemu ya pili ya bajeti ni matumizi. Unapopata mapato yanatumika. Kwa hivyo tunasema kwamba ni matumizi.
Ndio unaona tunafanya hesabu ya matumizi kila wakati. Umepata mapato, hii ni mapato umepata, na unafanya hesabu ya matumizi katika hali ya kupatiana hesabu zetu. Kwa hivyo unapotengeneza bajeti lazima uwe na jinsi ya kuonyesha kwamba hivi ndivyo utakavyopata mapato, na hivi ndivyo mapato hayo yatakavyotumika. Hiyo ndio wakati tunaongea juu ya bajeti. Hivi ndivyo bajeti inaonyesha kila kitu. Inaonyesha jinsi ambavyo mapato yako utapata wapi, utakusanyaje mapato yako. Ni kulima ama ni ufadhili ama ni kupatiana mikopo ama ni uwekezaji wako katika benki. Utapata mapato hayo kwa njia gani? Na hayo mapato lazima uonyeshe katika bajeti shughuli zake. Matumizi ya hiyo mapato. Utatumia kufanya nini hayo mapato? Gharama za mtaji na gharama za uendeshaji wa shughuli. Hiyo ni matumizi ya mapato ambao unakusudia kuwa nayo. Kwa hivyo katika bajeti lazima uonyeshe utatumiaje hayo mapato yako. Lazima uonyeshe katika bajeti. Kwa sababu hiyo ndio utakayofanya nayo kazi kwa mwaka mmoja ama miaka 2 ama miaka 3. Unaona, unapoingia katika idara fulani ama unaposajili ushirika wako, utaulizwa utengeneze bajeti yako ya mwaka mmoja kuonyesha utapata wapi mapato yako na hayo mapato utatumiaje kwa mwaka mmoja. Maono yako ni ya kuchangisha mapato kiasi gani kwa jumla ya mwaka mmoja. Lazima uonyeshe jambo kama ndio wajue kwa mwaka mmoja unatarajia kupata fedha kiasi gani na unatarajia kutumia kufanya nini. Hiyo ndio tunaongea juu ya bajeti. Kwa hivyo tunaongea juu leo juu ya sehemu ya bajeti. Kwa hivyo jambo la kwanza, gharama za mtaji. Jambo la kwanza katika matumizi kuna gharama za mtaji. Gharama za mtaji. Na hii tunapoongea juu ya gharama za mtaji tunaongea juu ya mali. Mali. Ni mali gani ambao unaenda kutumia mapato yako kushughulikia? Ni mali gani unaenda kutumia mapato yako kushughulikia? Pengine katika kununua magari, samani, kompyuta. Kuweka bajeti kwa ajili ya ukarabati ya matengenezo. Hiyo bajeti inawekwa kwa ajili ya ukarabati wa matengenezo. Tunasema gharama za mtaji. Gharama za mtaji unaiwekea kwa ajili ya ukarabati na matengenezo. Ukarabati ya gari, samani, kompyuta, hiyo zote unaweka kwa ajili ya matumizi ya hizo gharama. Hii ni moja ya gharama. Hizo ni vitu ambazo unatumika mara moja. Pengine unawekeza kwa ujengaji wa nyumba. Hiyo ni mara moja. Hiyo ni mara moja. Pengine unawekezaji kwa kutengeneza mifereji za maji na hii ni mara moja. Kwa hivyo tunasema hizo ni gharama za mtaji. Gharama za mtaji. Gharama ya pili ni gharama za uendeshaji. Uendeshaji ni gharama ya kila siku, matumizi ya kila siku. Kila siku zinahitaji kutumika kila siku. Si mara moja. Gharama za mtaji ni mara moja. Unanunua kitu kwa mara moja. Pengine unanunua mashine ya uchapasaji. Hiyo ni mara moja. Na unapohitaji matumizi ya kila siku ni gharama kila siku. Unaleta gharama za uendeshaji. Siku hadi siku. Gharama zisizobadilika na zinazobadilika. Hizo zote tunaita gharama za uendeshaji. Namba ya kwanza, gharama zisizohamishika. Vitu ugharimu sawa kila mwezi kama mjengo, bima, mishahara na kodi. Ya pili, gharama zinazobadilika. Zinaweza kubadilika kama umeme, usafiri, stationaries, vifaa, matengenezo na matengenezo. Hizo matengenezo ni vitu ambavyo nataka kutengenezwa kila wakati. Hizo tunaita gharama zinazobadilika kila wakati. Kwa hivyo asanteni sana, mimi ni mwalimu wenu, Mwalimu Cheche, Erasto Asienga. Nimeshukuru kwa kunisikiza na somo hili litatusaidia zaidi ambalo tunapata kwa bure. Asanteni sana.